Assalamu alaikum mpenzi mtazamaji, karibu kwenye uchambuzi wa fasihi, ikiwa tunarejelea tamthilia ya Bembea ya Maisha. Ndimi wako Fibian Muthama na hapa ni Edu TV. Leo nina walimu tajika ambao watakwenda kutuzidishia, kutuelimisha kuhusu tamthilia hii ya Bembea ya Maisha. Nikiwa na mwalimu wa kike hapa na mwalimu wa kiume. Lakini kwanza tuanze na mwalimu tuanze na Wakomo. Naona leo ni sawazishi. Karibu mwalimu. Nashukuru. Jinsi tu walivyotaja, jina langu ni Eliud Okongo, shule ya upili ya wasichana Maeni. Karibu tena. Nimesha kuzoea mwalimu. Na mwalimu mwenzangu. Asante. Jina langu ni Ruth Kisanda, mwalimu wa shule ya upili ya Bunambo. Karibu. Mtazamaji, awali tulikuwa tumezungumzia kuhusu ufaafu wa Bembea ya Maisha na tukataja kuhusu tulisema Sara na Yona. Ndio. Mwalimu Okongo, tuelewesha kwanza, tunazungumzia zaidi kuhusu ufaafu wa Bembea. Leo ungependa kutueleza Bembea ya aina gani katika tamthilia hii? Leo cha msingi ni kwamba tunazamia mhusika wetu watatu ambaye ni Neema, mwanawe Yona na Sara. Naam. Kwa hiyo wewe umependa kuendeleza tu. Haya, twende na Bembea. Tupe mfano. Tupo katika Neema ambapo tunajaribu kuangalia jinsi maisha yake yalivyokuwa kama mchezo wenyewe wa Bembea. Wajua kwamba siku zote Bembea ya kwenda mbele na nyuma. Na waona kwamba mhusika wetu Neema, Bembea yake ilikuwa ikwenda mbele kwa sababu moja, anajaliwa kuzaliwa akiwa na akili pevu. Wajua hizi akili zetu wakati mwingine zinakataa, lakini kwake inakuwa bahati nzuri, majaliwa. Naam, ya kwamba hata inamsaidia kwamba katika masomo anafaulu kupata shahada 2. Sio rahisi nadhani. Sio rahisi. Naam, kwa hivyo kwake mambo yalimwendea vizuri. Naam. Kwa hiyo ni Bembea ya Neema. Mbele, kwenda mbele. Kwa hiyo Bembea pia ni kufaulu. Bila shaka, wajua huu mchezo unapokwenda mbele ni raha. Sasa kule kujaliwa akili nzuri nadhani ni raha. Na mimi kwangu na Bembea nina akili timamu. Mwalimu, kuongezea kwa hayo, tunaona kuwa Bembea yake kweli inaenda mbele sana. Anampata mume ambaye anaitwa Bunju. Na huyu mume anamfanyia kila kitu. Tunaona kuwa yeye ndiye anayelipa nyumba, amemnunulia gari, anafanya kila kitu. Mshahara wake ilikuwa tu ni yeye kutumia kwa familia yake. Ni nadra kuwa na wanaume kama hao, lakini Neema anajaliwa kupata. Ni nadra kupata mwanamume kama huyo. Kila kitu, hakuwa akishika mshahara wake hata kidogo. Matumizi ya nyumbani, karo ya watoto, hata akamnunulia gari. Hakumuuliza hata peni moja kwa mshahara wake. Wanaume wangapi wafanyayo hayo? Mtazamaji, mambo ndo kama hayo. Wanaume wangapi wanakuachia uhuru upate mshahara wako, haulizi ya laiti. Mwalimu Okongo. Na isitoshe pia huyo Neema, ukichunguza vizuri ni kwamba anapozaliwa alizaliwa mtoto wa kike. Na dhana hiyo kidogo ilimsumbua babake, sababu babake alikuwa alitamani sana angalau au pia na mtoto wa kiume. Ishara kwamba mambo hayakuendea vizuri pale mwanzoni, lakini kule mwisho mwa tamthilia tunaona ya kwamba babake ni kama anaelekea kubadilisha mawazo kuhusu mtoto wa kike. Na anakuwa sasa wa kuwajali, na hata anaahidi ya kwamba atatumia muda wake kuhikimu familia yake. Kwa hivyo mambo yanakwenda vizuri. Angalia. Kwa hiyo baba yake ni kama anaelewa maisha ama mabadiliko ya Neema. Naam. Hiyo ni Bembea kwa Yona. Ni Bembea kwa Neema kwa sababu kwa Neema. Naam. Mtazamo wa babake umebadilika kuhusu mtoto wa kike. Ndio. Kwa hiyo hichi kitu kikiathiri muathiriwa ndio kwake ni Bembea. Ndio. Nimekupata Bembea. Na hapa katika Bembea ya Maisha naona wanaume wote baada ya kila wanabadilika. Hapo naona ni tamthilia nzuri tu. Ndio, tunaona kuwa hata hivyo kuna hilo jambo la kurudi nyuma bila yeye kujua. Ingawa ana haya mengi mazuri, lakini ana shida. Kwa sababu tunaona kuwa kuna wakati kabla hajampata huyu Bunju, anahusika katika ajali. Na hiyo ajali ilikuwa mbaya, nusura afe.
Hata kuna wakati anapokutana na wanapozozana na Bunju, kuna mahali anapomwambia kuwa walipatana, lakini Bunju anasema hapana, nilikupata, kwa sababu alimpata kama wakati alikuwa mahututi na akamsaidia, akaita flying doctors na sasa huo ulikuwa ni wakati mgumu sana kwake Neema. Hiyo ilikuwa sasa alirudishwa nyuma. Na tena tunaona kuwa mamake ni mgonjwa na ana pesa zote ambazo Bunju anamwachia ni kama anazitumia kwa matibabu ya mama. Hilo ni jambo ambalo linarudisha maisha yake nyuma. Kuna kwenda mbele, saizi yanarudi nyuma. Baadhi ya mambo. Kwa hiyo Neema bembea yake kusaidia familia yake ni bembea yake kwenda nyuma. Sasa pesa zote unaweza kuwa ni vyema kusaidia, lakini hebu fikiria kutumia pesa zako zote kwa magonjwa. Kusaidia kwa mambo mengine si vibaya, lakini mama mgonjwa kila wakati, hata anapompeleka kwa hospitali, ni hospitali ghali. Pesa zote fikiria kila wakati kupata mshahara ni kwa magonjwa. Hiyo si jambo zuri. Napenda sana kauli yako Mwalimu Kisanda kwa kurejelea huyu mhusika. Umesema anaitwa Bunju. Bunju. Anamwagia mke wake hela yote ya laiti. Kwenda mbele. Kwenda mbele. Mwalimu wa Kongo. Naam. Tukiwa pale pale kwa Neema, ni muhimu pia kutaja kwamba kando na alichotaja mwalimu ya kwamba anahusika katika ajali na pia anazongwa na magonjwa ya mamake, tunamuona pia kwamba katika ndoa yake upo mgogoro kidogo. Ipo hali ya kutokuelewana kati yake na mumewe Bunju. Huyo mume anayempea hela yote. Na kwa sababu waona mmoja wanazozana kidogo kuhusu maendeleo ya mwanao shuleni, ambapo kwa mujibu wa Bunju ni kwamba huyu mtoto sasa hafanyi vizuri. Kisa na maana amerudi nyuma katika nambari ya darasani. Au number 1. Lakini kwa mujibu wa Neema ni kwamba kwa sababu mtoto ameongeza alama, basi mtoto yuko vizuri tu. Kwa hivyo anakuwa na mvutano kidogo kuhusu maendeleo ya mwanao. Kwa hiyo ni bembea mbili hapa. Naam. Au nakosea, maana bembea ya kwanza si kwa Neema anafurahi mtoto anaitwa nani? Mtoto anaitwa Lemi. Anafurahia Nemi amepata wanasema maxi ya juu, alama ya juu. Alama ya juu. Lakini nambari imeshuka. Wake baba yake hapendi, lakini mama yake. Siku hiyo kuna bembea ya Neema na kuna bembea ya hawaelewani kushuka. Hawaelewani tu. Hawaelewani tu. Ndio kuna kuwa mgogoro. Na pia kuna mgogoro ambao tunaona kuwa huyu Neema hana wakati wa kukaa na mtoto wake kwa sababu ya maisha ya mjini. Kwa mfano anapokuja mtoto amelala, anapoondoka mtoto hajaamka. Na jambo kama hilo linaleta changamoto kwa upande wa malezi. Na ndio sababu tunaona wakiongea na huyu anaitwa Bella. Anapoongea na Bella ni kama analalamika, anasema sasa yeye haniimbii. Akasema kwa ni kwa sababu nyakati zenu hazifai nini? Hazipatani. Hiyo ni mojawapo ya changamoto ambayo inamrudisha pia Neema nyuma kwa sababu hana wakati na mtoto wake. Ni bembea inarudi nyuma. Nani ambaye amuimbii mwingine? Ni mtoto humuimbia Bella, huyu ni mjakazi wa nyumbani, lakini hamuimbii mamake kwa sababu mamake hayupo. Kila wakati yuko kazini. Kwa hiyo ni bembea kwa Neema ya kurudi nyuma. Kwa sababu hana wakati na mtoto wake kwa sababu ya shughuli za kazi. Kwa hiyo huyo ni Neema. Na Bunju zaidi ya ile bembea yake ya kutosikizana na mke wake kwa sababu ya mtoto kuanguka kulingana na yeye. Na pia dhiki za kuzozana. Kuna kingine zaidi bembea ya Bunju ya kwenda mbele. Katika dhana ya Bunju maisha yake kama bembea ya kwenda mbele, tunamuona kwamba pengine nadhani anajaliwa mke, kwa hivyo anajaliwa ndoa. Nadhani hicho ni kitu kizuri kwa kawaida. Mashaallah. Kwa kawaida. Mwanaume amesema ndoa ni kitu cha maana sana. Tuendelee mwalimu. Isitoshe tunaona kwamba wanajaliwa watoto na hilo linakuwa jambo pia nzuri. Na pia tunamuona kwamba ana kazi mjini. Kwa hivyo maisha ni mazuri. Anaweza kukidhi familia yake kwa urahisi. Kiasi ambacho hata anamnunulia mke wake
gari. Naona kuwa pia mama mkwe anampenda sana. Sara anampenda Bunju kabisa. Lakini ingawa tuna bembea yake kurudi nyuma. Kwa mfano tunaona kuwa ingawa anaonekana nadhifu, lakini madeni yamejaa. Kwa sababu tunaona anapozozana hapo, anasema kuwa hata hii nyumba anazozana na mama mkwe. Hapana, na Neema wakati wanapokuwa na huo mgogoro. Neema anapomwambia kuwa msaidie kulipa pesa za kugharamia matibabu ya mama. Anamwambia kuwa hawezi kwa sababu hata nyumba anamoishi ni ya mkopo na hajafanya nini, hajalipa. Na tena tunamuona hasa huyu Bunju hata hana wakati pia na mtoto ama familia. Hata Neema anapomwambia kuwa ampeleke Nemi out, anakataa, anasema kuwa hana wakati. Nemi mtoto wao. Mtoto wao. Yule ambaye alifeli. Mdogo ambaye wanaishi na yeye. Kwa hiyo anakataa kumpeleka mwanawe out kwa sababu ya shughuli nyingi. Kwa sababu ya shughuli. Kwa hiyo ni bembea ya Bunju kurudi na nyuma. Hana wakati na mtoto na pia anaamka mapema sana kwenda kazini sababu kuna msongamano. Lazima tu mtu jogoo linapowika mtu huyo anatoka kwenda. Kurudi hana wakati. Sasa unaona familia ipo lakini na wakati mdogo sana wa kuwa pamoja kama familia. Sasa hiyo ndio bembea kurudi nyuma. Mwalimu amenikumbusha kuna wimbo fulani unasema maisha mema kitu bora. Kwamba maisha mema kupata nyumba nzuri, maisha mema kupata mke mzuri, maisha mema kupata watoto, maisha mema. Kwa hiyo Bunju kwangu mimi naona ana maisha mema. Lakini vile ulivyotuelezea bembea ni kwa pande zote mbili. Mtazamaji, siku zote kama unafaulu usiwe unafaulu, mimi naona unafaulu kulingana na nafasi na uwezo wako. Sio unaishi kwa majumba ya lakini ndio vizuri tunafanya bembea ya maisha katika maisha halisi ya jamii. Mwalimu Okoho. Naam. Kazi tuko kwa mhusika Asna ambaye ni mwanawe Yona na Sara na dadake huyu Neema. Ya kwamba naye pia tunaona kwamba yupo katika bembea ya maisha tu. Kwa sababu naona kwamba anapozaliwa kama tu dadake Neema pia anajaliwa akili pevu. Anajaliwa hizo akili pevu ambazo zinamwezesha kusoma hadi chuo kikuu. Kwa hivyo mambo ni kama yanaanza kuwa mazuri kidogo, lakini sasa unaona kwamba bembea yake hiyo ya kufanikiwa akili pevu kusoma vizuri haikwendi vizuri kabisa kwa sababu kidogo kazi inampiga chenga. Anasalia kwamba hajapata kazi, anaishi pale mjini kwa vibarua tu vya hapa na pale. Isitoshe tunaona kwamba ukimchunguza vizuri mtazamo wake wa maisha kidogo unabembea ukirudi nyuma. Kwa sababu yeye mwenyewe ni msichana. Lakini hivi leo anatamani kuishi mtindo ya wavulana. Na mwenyewe anaita almaarufu tomboy. Ya kwamba maisha yamempiga huku na huku kama msumeno. Sasa anataka aishi tu mtindo ya ile ya wavulana, hakuna masuala mengi, sijui masuala ya mapenzi la. Ni kuvalia suruali hivyo. Kwani mwalimu Okoho? Naam. Ana akili pevu. Kwake ni bembea ya kwenda mbele. Ni faida. Ni raha. Naam. Hajapata ajira. Ni dhiki. Hii ajira ndio inamfanya awe tomboy? Hapana. Au ni kitu gani? Maanake nadhani kinachomsukuma katika dhana hii ya kujipata pale kutamani maisha ya wavulana badala ya wasichana ni jinsi yanavyo maisha ambayo ameyapitia. Ya kwamba naam. Tunaona kuwa Asna alipokuwa mdogo, yeye pamoja na dada zake waliishi nyumbani na kila wakati baba alikuwa akishika bakora kuwachapa kwa sababu anampiga mama na apiga wasichana wake. Sasa akakuwa akijua tu kuwa ndoa ni kitu kibaya. Hapendi kuolewa kwa sababu anaona jinsi ndoa ya mamake na babake ilivyokuwa, na pia ndoa yeye kwake anamuona huyu Bunju kutokuwa mtu mzuri kwa sababu anaona ni kama ana pesa lakini afai nini, hawapi yao. Sasa anaona kuwa Neema yuko katika ndoa ambayo ni mbaya. Sasa anaona afadhali akae tu hivyo na ajite awe tomboy.
Kwa maisha yake ndio hivyo, potelea mbali. Potelea mbali. Yaani ni kuolewa alafu uhangaishwe jinsi mama alivyohangaika. Hiyo yake ni bembea ya kisaikolojia. Pia kule mjini anakoishi unapata ya kwamba anaishi katika kijumba kidogo ambacho hata mamake mwenyewe Sara anakilinganisha na kisimba cha kuku. Waona sasa, na umeme pia ndio huo unakatika gharama ya nyumba yenyewe ipo juu na sio nzuri. Kwa hivyo bembea yake kidogo ni kama inamsukuma upande wa nyuma. Na tumeona kuna bembea ya Asna na bembea ya Neema na pia bembea ya nani? Bunju. Ndio bembea zimeisha hapo. Hata wana kijiji tunaweza kusema hata hao pia kuna bembea ya maisha. Unaona walipokuwa akimsema nani? Sara na Yona wakati maisha yao yalipokuwa mabaya, kwao walidhani pengine mambo yatakuwa hivi, lakini tunaona kuwa maisha yao yamebadilika kiasi ambacho hata wao msimamo yao imeanza kubadilika kuhusu utamaduni na kutomdharau mtoto wa kike. Tunaona huyu Yona akiwa pamoja na Lemi, sio Lemi, anaitwa nani? Beni na Luka wanasifia watoto wa kike. Sasa tunaona mawazo yao au mtazamo wao kuhusu wasichana unabadilika. Sasa usidhani kuwa jambo likiwa hivi litaendelea tu kuwa hivi. Kuna kubadilisha, kwenda juu na pia kurudi, ama kwenda mbele na nyuma. Pengine kuna zaidi ya bembea ya maisha katika tamthilia Bembea ya Maisha, Mwalimu Okongo? Nadhani kufikia hapo ni kama tunajaribu kuangalia wahusika wote na jinsi bembea zao zilivyoenda. Mhusika ambaye pengine hajashughulikiwa, ikiwa wanakijiji wameshughulikiwa, basi naamini kwamba bembea imeonyeshwa kikamilifu. Maisha yenyewe yakikwenda nyuma na mbele pia. Mtazamaji, tumeelezewa kuhusu Bembea ya Maisha, ufaafu wa anwani ya tamthilia Bembea ya Maisha. Je, bembea yako katika maisha ni ipi? Uwe mwanafunzi, uwe ni mtazamaji, ama uwe ni mtu ambaye unatazama kipindi hiki. Bembea yako katika maisha ni ipi? Pengine ni elimu, pengine ni mafunzo ya maisha, au pengine ni kazi, kama vile tumeelezewa na Mwalimu Kisanda na pia Mwalimu Okongo. Napenda kauli sana ya Mwalimu Okongo alivyoshabikia mhusika Bunju kwamba bembea yake ilikuwa inaenda vizuri, hasa wakati anampea mke wake uhuru na pia anampea hela ili aweze kujitawala. Siku zote wanasema maisha bora mwanamume uwe na nyumba, maisha bora mwanamume uwe na bibi. Sitaki kumalizia kauli yako, lakini endelea kuchambua au kusoma tamthilia hii ili uweze kuona mambo zaidi katika bembea hii ya maisha. Niite Fibian Muthama na Mwalimu Kisanda na pia Mwalimu Okongo Kunradhi. Tunawatakia utazamaji mwema katika Edu TV. Kwaheri kwa muda.